Wataka Mungu akufanyie nini? Sura ya kwanza. Je, unamwomba Mungu akufanyie nini? Niliwahi kusoma hadithi ya kusisimua katika kitabu cha Mifano Hai kuhusu mtu fulani na mkewe waliokuwa masikini sana. Hali ya maisha yao ilikuwa mbaya sana. Kula kwao, kuvaa kwao na malazi yao vilikuwa duni sana. Hawakuwa na uwezo wa kujitosheleza kwa mahitaji yao muhimu. Walifanya kila jitihada za kuondokana na hali hiyo, lakini jitihada zao hazikuzaa matunda. Kutokana na hali walizokuwa nazo, jamii iliyowazunguka iliwadharau na kuwabeza. Kwa kweli, walijisikia vibaya sana. Kwa kuwa watu hawa walikuwa ni wacha Mungu, walimwomba Mungu daima ili aweze kuibadili hali yao. Hatimaye Mungu alimtuma malaika wake kusikiliza haja zao na kuwatendea. Malaika aliwapa fursa ya kuomba mambo matatu watakayokutendewa. Kwa msisimko mkubwa, mwanamume kwa sababu ya hamu ya chakula kizuri alichokosa kwa muda mrefu, aliomba wapewe wali kwa nyama. Ghafla likatokea sinia kubwa lililojaa wali kwa nyama. Mkewe alikasirishwa sana na upuzi wa mumewe. Akamlaumu sana kwamba wali kwa nyama utawasaidiaje kuondokana na umasikini walionao. Kwa hasira akamtukana mumewe, "Muone kule, kichwa kama punda." Ghafla mumewe akawa na kichwa kama cha punda. Mwanamke yule akafadhaika sana kwa lile lililotokea. Akajutia sana moyoni mwake kwamba amekosea sana kumtukana mumewe. Akajiuliza nafsini mwake, sasa nifanyeje Mungu wangu ili mume wangu airudie hali yake? Baada ya kutafakari kwa muda mfupi, akapata wazo la kumwomba Mungu, "Ee Mungu, naomba mponye mume wangu." Mara moja mume wake akairejea hali yake ya kawaida. Kufikia hapo, fursa tatu zikawa zimetimia. Watu wale wakabakia katika hali yao ya umaskini. Umakini unahitajika. Yakobo katika waraka wake sura ya 4 mstari wa 3 anaonya kuhusu kuomba vibaya kunakosababisha tusipate haja zetu. Lakini wakati mwingine maombi mabaya hutimia. Waisraeli walidai wapewe mfalme kinyume na mapenzi ya Mungu, wakapewa. Tunasoma hili katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 7. Katika Injili ya Marko mtakatifu sura ya 6 mstari wa 22 tunasoma kwamba binti wa mfalme Herode aliambiwa na baba yake, "Niombe lolote utakalo nitakupa." Aliomba kichwa cha Yohana Mbatizaji akapewa. Kwa mujibu wa Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 27 mstari wa 15 mpaka 26, Wayahudi waliomba Baraba afunguliwe na Yesu asulubiwe. Walitamka pia kwamba damu ya Yesu iwe juu yao na juu ya watoto wao. Walitendewa hayo yote. Hiyo yote ni mifano ya watu walioomba kwa Mungu au kwa wanadamu wenye mamlaka na wakatendewa sawasawa na walivyoomba. Pamoja na hayo, kupo kuomba vibaya ambako sio vibaya hasa. Ni kuomba maombi dhaifu na yasiyo na shabaha maalum. Yapasa tuwe makini katika kuomba kwetu ili matokeo ya maombi yetu yalete badiliko la kudumu. Kama nilivyotangulia kusema, wakati mwingine maombi yetu hayawi na ufanisi mkubwa kwa sababu yanakuwa ya jumla mno. Hayalengi shabaha maalum au yanalenga mambo madogo madogo ambayo hata ukitendewa hakutokea badiliko kubwa. Hayawi na athari kubwa. Tujifunze kutoka kwa Mfalme Sulemani na Bartimayo kipofu mwombaji. Tunasoma katika Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 mpaka 14 kwamba Mfalme Sulemani aliambiwa, "Omba utakalo nikupe." Mfalme Sulemani hakuomba maisha marefu, utajiri kwa nafsi yake, wala roho za adui zake. Aliomba hekima. Kwa ombi hilo Mungu alimpa hekima, akili nyingi sana, utajiri, fahari na maisha marefu. Bartimayo kipofu mwombaji aliulizwa na Bwana Yesu, "Wataka nikufanyie nini?" Bartimayo alijibu, "Nipate kuona." Bwana Yesu
alimponya macho yake akapata kuona. Tunayasoma hayo katika Injili ya Marko Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 46 mpaka 52. Kuna kitu muhimu sana tunachojifunza kupitia watu hao wawili. Ni sawa kama tutaomba kwa ajili ya mahitaji yetu ya kawaida na ya kila siku, kama Bwana Yesu alivyotoa mwongozo katika ile ijulikanayo kama sala ya Bwana katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 11. Ni sawa pia kama tutaomba kwamba Mungu aingilie kati na kutusaidia katika dharura zinazotupata. Lakini tusiishie hivyo. Tuombe maombi yenye kuleta athari kubwa na ya kudumu. Sulemani alipopewa hekima na akili nyingi, ilikuwa rahisi kwake kupata mambo mengine muhimu katika maisha yake na utumishi wake kama mfalme. Hekima aliyopewa ilikuwa ni ufunguo wa mafanikio katika maeneo mengine ya maisha. Bartimayo kipofu pia alijua upofu wa macho yake ni kikwazo cha ufanisi wake katika maeneo mengine ya maisha yake. Ndiyo maana hakuomba chakula au pesa za matumizi. Aliomba apewe kuona ili aweze kuendesha maisha yake kama watu wengine wasio na ulemavu wa macho. Sura inayofuata, yaani ya pili, inahusu ombi lenye uwezo wa kuleta athari kubwa na ya kudumu. Endapo umebarikiwa na mafunzo ya kitabu hiki, tafadhali washirikishe na wengine.